Heavenly Father, I ask that you anoint your word. Anoint it with signs and wonders. For as many that will hear the word, know that even those that are in the church and those that are watching online, may you bless them. May you give them their heart desire. May you anoint your word in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. You know my name. You know my strength. You know my power. Oh Lord, you know me. You know my name. Oh, you know my strength. You know my power. Oh Lord, you know me. You know my name. You know my strength. You know my power. Oh Lord, you know me. You are my beauty. You are my glory. You know my name, oh Lord. You know me. Unajua jina langu, unajua nguvu zangu, na unajua upavu wangu kama kila nilivyosema. You know my name. Unajua jina yangu. You know my name. Unajua jina yangu. You know my power. Unajua nguvu zangu. Oh Lord, you know me. Unajua kabisa. You are my glory. Oh, you are my beauty. You know my name, oh Lord. You know me. You know my name. You know my name. You are my song. Oh, you are my smile. You know my name. Oh, you know my strength. You know my name. Oh Lord, you know me. You know, no matter the problem you have, unajua hata shida ilikuwa namna gani, that before you came, God already know. Mbele ukuje, Mungu akuwa ajua hiyo shida. Before you came here, God already knows your problem. Mbele ukuje hapa, Mungu anajua kila kitu ambacho even before you decided to watch online, God has already known. Mbele ukeside upate kuangalia kwenye media, Mungu amekuwa tayari amejua. Nothing is new to God about you. Ni kusema hakuna kitu kipya mbele ya Mungu kwa ajili yako. Long before your father knew your mother, God already knew you. Mbele baba yako yajua mama yako, Mungu yeye alikuwa anajua. He knows where you are coming from. Na amejua mahali ambapo umetokea. He knows your village. Anajua kijiji chako. He knows you when you were a baby, when you were a anajua wakati ambapo ulikuwa mtoto na jinsi ikakwenda. If you were laughing, you must say, Lord. Ni kusema tukimwambia Mungu, help me. Unisaidie. He will help you. Atakusaidia. He will help you. Atakusaidia. If you can just believe. Ukiamini tu, atakusaidia. Your life will never remain the same. Kusema maisha yako haitabakia jinsi. Because when Jesus stepped in, kwa sababu Yesu akisimama, Satan stepped out. Kila kitu yote kitasimama. When light shine, wakati mwangaza umeangaza, darkness disappears. Na giza itakuwa kabisa imepotea. If you allow the light of God, au ukikubali mwangaza wa Mungu to shine upon your life, na mwangaza utangaza kwa maisha yako, darkness will disappear. Na giza utakuwa kabisa umekimbia. Sickness will disappear. Na magonjwa utakuwa umekimbia. Poverty will disappear. Maskini utakimbia. Failure will disappear. Ushindi utakimbia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to tell you a story. Nataka kukupatia historia kidogo. I like telling stories. Ninapenda sana kupanda historia. Listen very well. Na nataka sana usikilize kwa makini. Two men. Wanaume wengi. They were beggars. Wanazoea sana kulombalomba. They always sit at the gate of the palace of the king. Ni kusema walikuwa na tabia mara mingi ya kukaa kwenye mlango ya mfalme. One on this side of the gate, mmoja alikuwa anakaa upande huu na mwingine alikuwa anakaa sehemu hii. Every Friday, kila siku ya tano, the king normally come out riding the horse. Na roi alikuwa anazoea sana kuja juu akitembelea punda. He's going to do some
game, to play some Na game. alikuwa anazoea sana kwenda kucheza michezo ambayo tunaweza kuita michezo. These two beggars are always there. Na wale wa baba wawili waombaji ambao walikuwa kumlango walikuwa anazoea. When the king is going, when the king is going out, wakati mfalme anapotoka nje, one of the beggars, wa mmoja pale alikuwa anaomba, he will say, blessed is the man that the king blesses. alikuwa anazoea sema abarikiwe mama wa mfalme. The other one will say, na ule mwingine anasema, blessed is the man that God blesses. Na ule mwingine alikuwa anasema abarikiwe ule Bwana ambaye amembariki ule mfalme. See, one will say, mmoja anasema, blessed is the man that the king blesses. Ule mmoja alikuwa anasema abarikiwe ule mama wa mfalme ambaye mfalme. Abarikiwe mtu mwenye mfalme anabariki. Anabariki. And the other one will say, na mwingine mtu blessed is the man that God blesses. Na abarikiwe ule ambaye Mungu amembariki. So the king will give them some money. So na mfalme atakuwa pale But the king was not happy with one of them. Na mfalme akikuwa vraiment content na mmoja kwa I will give them money. Nitawapatia pesa That one. Lakini ule mmoja, He will say, blessed is the man that God blesses. Lakini atasema kwamba na abarikiwe yule ambaye amembariki, mwenye Mungu amebariki. Mungu ambaye amembariki. Is it God that is giving him the money? Eske ni Mungu ndiye anampatia ile pesa? Is it not me, the king? Eske haiko mie kwanza nampatia ile Look at pesa? the other one. Angalia yule mwingine. He will appreciate, he will say, blessed is the man that the king blesses. Yule mwingine anafahamu kushukuru kwa sababu anaona kameme ule amempatia. That one. Ule mwingine. He will say, blessed is the man that God blesses. Anasema kama na abarikiwe yule ambaye Mungu amembariki. The king said, I will teach him a lesson. Na mfalme anasema nitamfundisha lesson moja. He will go and meet God to bless him. So ataenda mbinguni kukutana na Mungu ambariki. The king ordered his baker, the one that baked bread. Na Mungu akapana kwa wale wenye wanazoea sana kuandaa mkate. He said, bake a big cake for me. Akasema wafanye kabisa keki ya mzuri and kabisa. some gold. Na mfalme akachukua kabisa ile oro, big gold. Akachukua kesi ile oro ile ya bei kabisa. He gave the baker, the one who baked the bread, said, put it inside. So akasema kwa wale wanapiga ile mikate kabisa ile, uitie katikati kabisa mule ndani ya mkate. Bake the bread. Na utengeneze mkate. Put this gold inside. Kamata ile oro uitie mule ndani. You see that beggar? Na unaona ule mwenye anaomba kumlamba. That one. Ule mmoja ule. That say, ule mwenye anasema, blessed is the man God blesses. Ule ambaye anasema kwamba abarikiwe ule mtu ambaye Mungu anambariki. Don't give him this bread. Usimpatie mkate. You hear me now? Esko unasikia mimi kwa sema? Don't give him the bread. Esko unasikia mimi kwa sema usimpatie Let him mkate. come meet God. Acha aende kukutana na Mungu. Don't give him bread. So ampatie mkate. But that one, Lakini ule mwingine, that one be right. huyo mwingine wa kumgoma Who always say, blessed is the one the king blesses. ule mwenye anasema kwamba abarikiwe ule ambaye mfalme anambariki. Give him this bread. So mpatie ile mkate. You know what is inside? Unajua ile niko ndani kabisa. It will remove it from poverty. Kusema itakimbiza kabisa kila It will maskini. enable that one. Itamfanya ule mwingine. He will go and meet God. Ataenda kukutana na Mungu. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu kimoja. Enemy has plans for you. Adui ana mpango kwa ajili God yako. also has plans for you. Lakini na yeye Mungu pia ana mpango Only kwako. the plan of God will work in your life. Na mpango wa Mungu tu ndio utatimilika When kwako the na enemy utafanya is kazi. planning Wakati ambapo adui anapanga to reduce you, kutia wewe chini, to bring you to poverty, kutia mahali ya maskini, God is planning Mungu naye kuna panga to promote you. kukuinua juu. When the enemy curse you, Wakati adui anakulaani, God has the power to change the curse na Mungu ana uwezo wa kubadilisha laana into a blessing. ili ipate kuwa baraka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the baker went. Na ule ambaye anafanya mkate He kaenda saw the beggar on the right side. na akaenda kwa ule mwenye alikaranga mkono wa kuume, He gave him the bread. akakamata ile mkate The akampatia, king asked him to give him. na akamwambia mfalme ameniambia The other nikupatie one. mkate. Na ule mwingine, He said, what of my own? na ule mwingine akauliza, na mimi mkate wangu And the baker tell him, the king said, I should tell you to go and meet na God. akamwambia kwamba akamjibu kwamba mfalme ameniambia wewe ndio kutanane na Mungu wako na akufanyishie. Go and meet God. Wewe ndio kutanane na Mungu. Hallelujah. Amen. When I went to university to study optometry, that's eye doctor. Wakati nilienda kukutanana na daktari ambaye anahusika na Wakati nilienda kujifunza kutunza
When I came out, I said now God has called me to be a pastor. Na wakati nilipokuja nikasema Mungu ameniita nikuwe It pastor. was a big problem. Na ilikuwa shida kwangu. Many people said God is not the one who called you. Na watu mingi walikuwa wanasema iko Mungu ndio anakuita. You called God. Utaita Mungu. Wewe ndio uliita Mungu. Unaita Mungu. There are some pastors. Na kuna wapasteri wa Mungu. God did not call them. Wapasteri pamoja Mungu akubaini. They are the one who called God. Ni kusema ni yao ndio waliita Mungu. Mungu akubaita. Amen. 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 So I told them, Nikawaambia if God called me kama Mungu ameniita and He told me, na ameniambia drop your certificate. na utie ama document zako za masomo usitumike. Many people used to help me. Watu mingi wanazoea sana They kunisaidia. say you don't want to work Na unasema haupende utumike as a doctor. au utumike sana daktari. All the money, everything they give to me, they stop. So kila kitu yote bwana ananipatia franga yote nikastope. So that when I am hungry, So wakati ambapo niko njaa I'll go back to work. nitaenda kutumika. Then they will come and laugh at me. Kisha wakaingia wanasema wananichekea kabisa. Wanacheka Dr. Breman Sakiti. Bila Oh, kiasi. every plan of the enemy to laugh at you. Ni kusema kila mpango yote ya adui ambayo inacheka kwa I cancel it in Jesus' ninaifuta name. katika jina la Yesu. I cancel it in Jesus' name. Ninaifuta kwa jina la I Yesu. cancel it in Jesus' Ninaifuta name. katika jina la Yesu. Amen. One man, Kuna mtu mmoja he caused his son. aliweza kulaani mtoto He wake. said, this Bible, Ni kusema akasema hii Biblia this Bible hii that you are carrying ile about, ambayo unabeba kila siku. this is the Bible you will eat. Hii Biblia ndio utakula. You will not eat anything from me. Hautakulaga kitu kutoka kwangu. But before the man died, Lakini mbele ya ule bwana akufe. he ate from the Bible. Lakini tena aliweza kusoma Biblia. He ate from the Bible. Aliweza kukula kupitia And Biblia. the son became a mighty man of God. Na mtoto wake amejitokeza kuwa mtumishi wa I ajabu. said, Papa, Na akasema he baba, said, here am I. na akasema hapa You ni told me, uliniambia if it is Bible, I will eat. kwa kupitia Biblia ndio utakula. Today, are you not eating from the Bible? So akamuuliza eske leo Papa akupitia said, Biblia? yeah! Akasema I am eating from the Bible. ninakula kupitia Biblia. I have a house. Ninakuwa na I nyumba. have a car. Ninakuwa na I kaa. have money. Ninakuwa na pesa. Your God is Nikisema Mungu good. ni mzuri. Haleluya. All those who abandon you, Batu yote wenye walikuacha they are coming back to bow before you. watarudia kupiga magoti kwako, God will change your story. kwa sababu Mungu atabadilisha historia yako. When that father said, if you read Bible, you are going to live. Ni kusema wakati ule baba alimwambia mtoto wake ile Biblia yote ndani, It was a curse. ilikuwa laana, But God lakini Mungu changed it to blessing. akabadilisha ile ikatoka kuwa baraka. Any curse of the enemy upon your life, Kila laana ya adui kwa ajili ya by maisha the yako, authority in the name of kwa Jesus, uwezo wa jina la Yesu, I change it into blessing. ninaibadilisha ikuwe baraka kwa jina la I Yesu. change it into blessing. Ninaibadilisha katika jina la I Yesu. change it into blessing. Ninaibadilisha ikuwe baraka kwa I jina la change it Yesu. into blessing. Ninasema ibadilishe ikuwe baraka In kwa the jina. name of Jesus. Oh, Yesu. Hallelujah. Amen. 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 On Friday, the king entered his house. Ni kusema siku ya tano Cleanse mfalme us. akakuya juu ya punda He said, yake. let us go. Akasema acha twende. In his mind, Ni yangu. that one, Ule that beggar, ule mwombaji ule anekala pale. he will go and meet God. Ataenda kukutana na Mungu. He will help him. Ataenda kukutana na Mungu amsaidie. When the king came out, Na wakati mfalme alitoka nje, he heard, akasikia blessed is the man that God, that the king blesses. na akasikia anasema kwamba abarikiwe yule mfalme ambaye mfalme anafanya kubariki. And the king was surprised. Na mfalme alikuwa surprised. You are still here. Anasema ngali hapa. He called his baker. Akaita mtumishi. That bread that told you to give. You know, give me. Ile mkate ambao nilikwambia mpatie, eske ungali unampatia, ulishampatia? He said, I gave him. Asinimpatie mkate. He is here now. Na ngali hapa. Did I not give you the bread? Eske alipatia mkate? And the king said, you receive it. Eske ulipokea? Na mfalme asema ulipokea? He said, yes. Nilipokea. What of your friend? Asa kwa ajili ya rafiki yako The nani? other one there. Ule mwenye kupanda He said he has gone. alienda.
He didn't come back again. Hakukuyaka tena. And the king said, what happened? Na mfalme akauliza nini The imejitokeza? bread I gave you. Ile mkate nilikupatia. He said, when they gave me the bread, Wakati walinipatia mkate, I needed money, nilikuwa nahitaji pesa. not bread. Sikuwa nahitaji mkate. So I sold it to my So friend. nikaiuzisha kwa yule mwenye alikuwa pale. 40 shillings. Ni kusema akampatia Hey! karani misile. Yakakamata mkate. And the king said, Na mfalme akasema, blessed is the man that God bless you. na mfalme naye akasema, abarikiwe yule Mungu, yule mtu ambaye Mungu anaweza kumbariki. You will remain here for a very Ni kusema long time. akamwambia utabaki hapa milele na milele ukiomba. As you continue to put your trust in King, Vile tunaendelea kuamini sana na kuamini mfalme. your friend put his trust in So God. rafiki yako alitia matumaini yake kwa Mungu. God bless him. So na Mungu amembariki. He became rich. Amekuwa tajiri. But you Lakini wewe remain here. utabakia. And the king went Na away. mfalme akaenda. Hallelujah. Amen. I don't know who you are putting your trust in. Na mimi sijue nani ambaye kabisa unamwamini sana. Uncle, Ah. big uncle. You are putting your trust in man. Kuna watu wengine hapa yeye anaamini sana mbali. Your uncle. Yana Muyomba. anaamini oncle yake. Your auntie. Unaamini sana nani shenga matate ama dada. Your brother. Unaamini sana kaka yako. Your sister. Unaamini dada yako. If you will change today. Kama unaweza kubadilisha leo. And put your trust in God. Na unatia matumaini yako kwa God Mungu. will choose who He will use to bless you. Mungu atachagua mtu mwenye atageuka baraka kwako, atakubariki. You are not the one that will choose. Haiko wewe ndio utafanya Bless show you. ambaye atakubariki, Put your trust in God. lakini tia kutumaini kwako kwa Mungu. Put your trust in God. Tia kutumaini kwako kwa In Mungu. this program, Na hii God programu told me Mungu for ameniambia, us many na kuna wengi that will put their trust in God, wenye batatia tumaini yao kwa Mungu, their life will change. maisha yao itabadilika. You are not here by mistake. Hauko hapa parazaa, You are not here by mistake. inepai si parazaa. You are here Huko hapa because God has a blessing for kwa you. sababu Mungu anakuwa na baraka juu yako. If God does not have a blessing for you, you will not be here. Kama Mungu angekuwa na baraka kwako, haungelikuwa hapa. Many people are not here. Watu wengi hawapo hapa. You are watching online Kuna watu ambao wametufuata online because God sana, has a blessing for you. sababu Mungu anakuwa na baraka Otherwise, juu you ya will not maisha. be there. Sasa kwa wale ambao hawako hapa, You will be busy. ungelipasha kuwa busy. Have you not been busy before? Eske ukokuwa busy hapa? Has anything changed? Eske kila kitu kilichange? Have you not been going to work? Eske ukokuwa nendaka kukazi? Has anything changed? Eske kuna kitu kimechange? It's not by labor. Haiko kwa ajili ya kufanya kazi, It's by favor. ni kwa kibali, ni kwa It's by neema, favor. ni kwa kibali. It's not by labor. Haiko kwa ajili ya ujasiri wako, It's not by age. haiko kwa ajili ya miaka, It's by grace. ni kwa neema tu. It's by grace. Nasema ni kwa neema, Blessing is by grace. ni kusema kubarikiwa ni kwa neema, Not by labor. haiko kwa ajili ya kutumika. Blessing is by favor. Kubarikiwa ni kwa ajili ya kibali, Not by labor. haiko kwa ajili sana ya kutumika. Many people labor more than you. Watu mingi wanatumika kukuzidi, They labor more than you. wanatumika mpaka kukuzidi. They wake up early in the morning, walk. Sleep in the night, late. Mpaka na wanarudia Early in the morning, they wake up again. na asubuhi tena wanalamuka hivyo hivyo, At the end of the year, lakini kwa mwisho ask them what did you buy? kila kitu ukiangalia kile wanafanya Nothing. hakuna kitu. It's not by labor. Haiko kwa ajili ya kutumika. When you labor Ukitumika without blessing, pasipo kubarikiwa, without blessing, pasipo kubarikiwa, the Bible call it toiling. You are toiling, hard work, toil, Biblia inaita saa vile toiling, suffering. so, ni kama vile mtu anateseka sana, wako natumika na unateseka zaidi. That is what many people are doing. Na njoo vile watu mingi wanatumika, They are toiling, they are toiling, wanatumika kwa kuteseka they are sana, working. wanatumika, No blessing. hakuna baraka. But when blessing Lakini baraka, is added, when favor wakati kibali is added to your labor, inaongezewa, it becomes blessing. inaongezewa kwa neema yako, inageuka kuwa It baraka, becomes blessing. inakuwa baraka. The blessings of my God, He did make me shine. Oh,
You know they have to go to my life. Oh, that's how it's supposed to be. Oh, blessings of my God. He dey make me shine. Oh, you know they have to go to my life. Oh, that's how it's supposed to be. Blessing in the morning. Oh, blessing in the evening. That's how it's supposed to be. Oh, blessings of my God. He dey make me shine. You know they have to room to my life. Oh, that's how it's supposed to be. Amen. The blessings of God. Baraka za Mungu It makes you shine. inakufanya wewe kung'aa sana. It makes you shine. Inakufanya wewe No kuangaza sorrow. sana. No sorrow is added. Hakuna uchafu ama Blessing of God. kubaraka ya Mungu. No sorrow. Hakuna. No sickness. Hakuna magonjwa. No disease. Hakuna magonjwa. No poverty. Hakuna umaskini. Because God Kwa sababu Mungu is the one that has blessed you. anakuwa juu kuliko baraka. Amen. Hallelujah. Amen. When people struggle and suffer, Wakati ambapo watu wanapitia kuteseka sana. let me tell you what we do as pastors. Acha nikuambie kama vile wachungaji. When you are suffering, Wakati you are unapoteseka, laboring, unateseka kabisa. Okay. Hakuna kitu. no blessing. Hakuna baraka. There's a cloud that is upon you. Unakuwa kama vile The cloud. Mawingu. Unakuwa wingu hiyo. mawingu. Yeah, that is above you. Ile mawingu ambayo inakuwa ikikuzunguka tu. When blessing is coming, Wakati baraka inakuja the cloud will change it. na ile mawingu itaishanshe, It will change it to poverty. itaibadilisha kuliko ikuwe baraka hayo na igeuza kuwa maskini. When the man of God is anointed, So wakati ambapo kuna mtumishi wa Mungu ambaye ana upako zaidi, he change the cloud anakuja kubadilisha ile mawingu, and put positive cloud. anatia mo positive, maana anatia delico positive. That is favor. Hiyo ndio inaitwa kibali. Anywhere you go, Mahali pote utakapoenda, people start blessing you. ndio utaona tu watu wanaanza kuya, That people start blessing you. watu wanaanza kubariki. Prosperity start. Unaona tu progression afya kabisa. Wewe peke unakuwa na shangaa. Since that man of God prayed for Eske me, batasema hapo ndio alikuwa maskini. my life has changed. Eske mnaanza kujiuliza maisha yangu yamebadilika. Nakuwa na nyumba, nakuwa na gari. Au namna gani? That is what we call the anointing. Ile ndio inaitwa upako. The anointing. Hiyo ndio inaitwa upako. My case is different. Sorry. My case is different. Ni kusema problem yangu iko tofauti. I be God speaking. Kama Mungu anaongea. My case is different. Sema problem I yangu be iko God different. speaking. Kama Mungu My anaweza case is kuongea. different. It's different. I be God speaking. Anywhere I go, blessings they follow me. Sema problem yangu iko different. Kama Mungu anatokea kote kwenye mimi naenda. Mungu anafanya kunibariki. My case is different. Problem yangu iko I'm different. a child of Mimi niko mtoto wa God. Mungu. My case is different. Problem yangu iko different. I'm a child of God. Niko mtoto wa Mungu. My case is different. It's different. I'm a child of Niko God. mtoto wa Mungu. Anywhere I go, Mahali pote blessings will follow me. baraka inanifuata. Anywhere I go, Mahali pote naenda, blessings will baraka follow me. inanifuata. When you are a child of God, Wakati unapokuwa mtoto wa Mungu, anywhere you go, mahali pote unapoenda, any house you enter, nyumba yote utaingia, any place you visit, na kila fasi yote ndio utavisite, blessings will enter there. baraka nayo itaingia pale. The blessings of God Baraka za Mungu will follow you itakufuata wherever you go. mahali pote utaenda, Wherever you go, mahali pote if utaenda. you are a woman, Kama uko mwanamke your husband that married you na bwana wako amekuoa, is a lucky man. ni kusema ule bwana kabisa He's a lucky ni man. kusema hata kwa He will amekosa, start because your blessing ni kusema wewe ni baraka, will enter his life. ni kusema umeingia kwa maisha He yako, will start prospering. ni kusema kila kitu yote Things will start getting better. na kila kitu yote kitakuwa If you kivizuri. are a young man, Sorry. if you are a man, Kama uko bwana mwanaume Wewe wa. na unaoa mwanamke, your blessings, unakuwa baraka. the blessing of your God, Ni kusema wewe unakuwa baraka ya Mungu, inaingia will enter kwa the woman. inaingia huko She can mwanamke, never be barren. kila kitu yote kilikuwa No, she can't be barren. hakuna, She can't have a Haizi child kuwa and tasa, die. haizi kuwa tasa. hawezi kuwa tasa.
She cannot have a child and the child will die. Na hawezi kuwa na mtoto na mtoto She can never experience miscarriage. na hawezi kuwa na mimi kisha kuwe tu pale Because you are blessed. kwa sababu umebarikiwa. Anybody that bless you will be blessed. Na mtu ambaye atakubariki naye Anybody anabarikiwa. who curse you will be cursed. Na ule mwenye anakulaani naye atakuwa amelaaniwa. Anybody you bless will be blessed. Ule mwenye atakubariki naye amebarikiwa. Anybody you curse will be Ule cursed. mwenye atakulaani naye amelaaniwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Hallelujah. the blessing of God. Baraka za Mungu. Joseph Yusuf was a young man alikuwa kijana in the mdogo. house of Potiphar. Ni kusema alikuwa katika nyumba ya He Mungu. was blessed by God. Alikuwa amebarikiwa na Even Mungu. though he had nothing, Hata kama alikuwa hana he was a servant. alikuwa mtumishi, The blessing of his God lakini baraka ya Mungu wake followed him to Potiphar's wife, ilikuwa imemfuata to mpaka Potiphar nyumba ya and his Potifa family. na familia, They began to prosper. na wakaanza They kufanikiwa, started receiving promotion. na wakaanza They started kuona receiving promotion, breakthrough. na wakaanza kuona mambo inajifungua. Potiphar called his wife. Na Potifa akamwita bibi yake akasema, See that boy, that Hebrew boy, Yesu ulikiama ule mwenye ameingia enter into this house. pia aliingia mwa hii nyumba tu. See prosperity. Tunaona prosperity inajitokeza, See prosperity. kila kitu kimeendelea See vizuri, abundance. kuna kwa mambo mazuri I can't even count my way. na siwezi tena kusamia kila My kitu. bank account is overflowing. Ni kusema konde zangu zinajaa. Is that God? Huyu kijana Let us give him all the key. hata basi tumpatie fungu, Let him manage it. hata akuwe basi manager ashera. The blessing of God. Baraka za Mungu When you are a member of the church, wakati unapokuwa mambo wa kanisa, your pastor will never suffer ni again. kusema pastor wako hata sufiri Every day we need to say, Father, thank kwa you sababu atakuwa kila wakati anapiga magoti anasema thank for you. that mama, Haiko hapa hapa. for that woman, for that man. Since I knew him, depuis nilionako since he hivi came into this church, since he came into this church, depuis alipia kwa hii kanisa my life has changed. maisha yangu yamebadilika, Church has changed. kanisa imebadilika. That is who you are. Ile ndio ambayo huko It is not you doing it. haiko wewe ndio utakuwa It umeifanya, is the blessing of God in your life. ni kwa sababu baraka ambayo kwa maisha yako, Anywhere you go, wakati mahali pote utakapoenda, blessings follow you. baraka itakuwa imekufuata, Blessings follow you. baraka imekuwa Anybody that choose to be your friend, na kila mtu ambaye atakuchagua kuwa rafiki yake enjoy your blessings. atakuwa amefurahia baraka zako. Whoever choose to be your enemy, Kila mtu ambaye atakuwa amechagua kuwa adui yako atakuwa amechagua pia na laana kutoka kwako. you are not the one doing it. Haiko wewe ndio umeifanya, It is God. lakini Mungu ndiye atakuwa. It is God. Itakuwa Mungu. It is God. Ni Mungu. It is God. Ni Mungu. It doesn't matter your name. Ajali jina yako, It doesn't matter your father. ajali baba yako, It doesn't matter your country. ajali nchi It does yako, not matter your state. ajali dini yako, What matters lakini yanajali is God. ni Mungu. Your God. Ni Mungu wako. 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 Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati tunaongea juu ya pastor yetu, Your God. tunaonesha image kando ya hii kanisa. God brought you to that church Mungu amekuleta kwa hii kanisa to be a blessing. ili ukuwe baraka ya hii kanisa. To be a blessing. Ili ukuwe baraka wa hii kanisa. You are not a problem. Hauko hapa kama vile tatizo. You are a solution. Unakuja hapa kama vile solution You ya are not a kanisa. question. Haukuja hapa kama swali. You are an answer. Unakuja hapa kama response. Amen. Hallelujah. Amen. His goodness, His mercies and compassion. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I have seen the Lord's goodness. His mercies are forever. I have seen the Lord's goodness. Hallelujah, praise the Lord. I preach in a church. Nimehubiri kanisani One young man, he used to play guitar. na kulikuwa kijana mmoja ambaye amezoea kupiga gitaa, I did not know that boy is a graduate. na sikuwa najua kama ule jeune garçon iko graduate, He has master's degree in history. na alikuwa na lisansi History. He studied economy. He went to do history. ni kusema alisoma ekonomi
akaenda kufanya Store. akaenda kufanya 6 years, no job. ni kusema alifanya miaka 6 pasipo kupata kazi, He plays keyboard. na alikuwa anapigaga tu gitari. When I finished preaching, Na wakati nimemaliza kuhubiri, I was going. nilikuwa naenda, I stood by the car. nikasimama pembeni ya gari, I see somebody coming to meet me. nikaona mtu mmoja anakuja kunisalimia, He's a prophet of God. na akaniita nabii wa Mungu, I want to bless you. nataka kukubariki. I look at him. Nikamwangalia The shoe is wearing. kiatu yenye anavaa He spread like this, like a manake prayer kiatu peke iko na masaje zingine like the tent of Abraham. macho. Kwa hiyo kama ni neema ya Ibrahimu mtunzo anajua yote ni neema. He said he want to bless you. So huyo mwenye kuna kiatu ambayo inaangalilia huko ndio anasema anataka bariki mimi. In Nigeria, Nigeria if somebody said he want to give you trouser, ni kusema kama mtu anataka kusema akupatie pantalo, they will first of all look at the kind of trouser you are wearing. batangalia kwanza sabile kalite shuko sabile pantalo. If they patch it here, they patch it. They stitch it here. Ni kusema kama bana blikole hapa hivi, You will know the kind of trouser he's going to receive. atajua aina ya nguo ya pantalo ataenda kupata. Don't joke with Nigerians. Hapana kucheza na Nigeria. You tell them, I want to bless you. They say, I want to bless you with trouser. They first of all look at the one you are Ni wearing. kusema kama unasema nitakubariki na pantalo, ataanza kwa kuangalia pantalo unavaa. Tu kaniambia nibariki tu kwa niangalia pantalo unavaa. So that they know the kind of Kwa sababu mimi navaa the kind pantalo of trouser they are expecting from niangalie you. pantalo yako. So we tell you, Eh. Pastor, Pastor, I think you need the trouser ni first kusema pastor, atukaka mbona unahitaji pantalo, unahitaji pesa before pantalo. you come and bless you with So trouser. leo nipio kunibariki pantalo, koko naangalia pantalo mimi navaa. Uniletee wewe unajua. Mimi na yao reports. Hallelujah. He came and said, I want to bless So you. atakuwa akasema nataka kunibariki. I look at him. Nikamwangalia. I don't know the boy that was playing keyboard. Nilikuwa sikuwa najua kama ni yule kijana anapiga gitaa. Yeah, so Nikasema it's me. ni mimi. Mimi nilikuwa napiga. Why do you want to bless me? So nikamuuliza nataka kunibariki na nini? The pastor was standing there. Na pastor alikuwa anasimama pale. I said, okay. How much do you have? So ngapi nje niko nayo? Fanya haraka. He Nasema said 10,000. akasema niko tuseme siko 10,000 silepo for example. I know you don't have anything. So mimi najua wao na I'll be saving it. I want to buy handset. I want to buy food. niliweza kukuwa na changa juu nilikuwa nauza natauza chakula Telefone. telefoni It's not enough. aienea hata, I want to give it to you. lakini ile pesa mimi nataka kupatia hayo. Nikacheki I said, look, oh. nikaangalia nikasema ndio, so you why unataka nipatie pesa? I said, okay. Nikasema sawa. Drop it in this pocket. So nikamwambia we angalia mfuko, tia ndani ya mfuko. Donc sitaangalia tu ninajua. You put it in the pocket. So akatia hayo ndani ya mfuko. I bring my tie. Nikatosha nani kravati yangu. I said, yeah. Nikamwambia na wewe uvale ile kravati yangu. You have a job. Na nikamwambia wewe 2 weeks later, best man après he came. akakurudia. He said, I've got a job Akaniambia nimepata kazi. in the bank. Nimepata kazi kwa bank. Manager. Sasa hivi niko manager. Niko general wa bank. Sasa mnaelewa kitu You gani? see, your life can change. Maisha yako inaweza If kubadilika you have faith. kama una imani. If you have faith, Kama una imani, your life can change. maisha yako inaweza kubadilika. Your life can change. Inaweza kubadilika If you have faith. kama una imani. Some people don't have faith. Bali watu wengi hawana imani. Hawana imani. Your destiny can change. Nani destiny yako inaweza kushanisha If you have faith. kama una imani. Amen. Hallelujah. Amen. You see this pastor? Unaona mchungaji wetu hapa. You don't give to him because you want him to be rich. Ni kusema haupaswi kumpatia juu mfanye tajiri ama God has already blessed him. Mungu tayari amembariki. You give to him So ukipana kwake, so that you can enter into his grace. manake utakuwa umejiingiza kwenye neema yake, sababu yeye amebarikiwa tayari. Naona wengine wana Hallelujah. That is the secret. ile ni siri. That is the secret.
Ile ni siri. You look at him, say, pastor have car. He's already blessed. Sema unamwangalia mchungaji unasema iko na gari, nisha tena kumpatia nyingine. You don't give to him. Umpatie yeye. So that he can buy another car. Umpatie, unampatia juu anaweza uza nyingine car. You give to him. Unampatia yeye. So that the grace that provide car. Ile kibali ambaye inafanya I provide house for him. Magari. We come upon you. Ambaye naleta magari kwake ile itakuletea na magari kwake. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. I want to quickly talk about shortcut blessing. Ninataka kuongea baraka kidogo kwa ufupi. Baraka za rakursi. Shortcut. Hapo leo nipige hapa na kufanya Many people like passing through shortcut. maana kabaraka karakursi ndio kama ninatongelea. Sometimes shortcut is not good. Unalala kusema wewe mzuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we read to the book of Genesis chapter 22. Tunaenda katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22. Genesis 22. Sura yake ya 22. From verse 1 to 5. Tunaanzia sura yake ya kwanza mpaka 5. Mwanzo sura yake ya 22 mstari wa kwanza hadi 5. Praise God. Amen. I want you to get it in your Bible. Ninataka kila mtu achukue Biblia yake hapa. See it yourself. Na nataka wewe mwenyewe uisome na kutazama. Because the life of somebody is about to change now. Ni kusema kwa sababu kuna picha ya maisha ya watu ambao wanaenda kubadilika. Hallelujah. Amen. Verse 20, chapter 22. Verse 1 to 5. Yes. And it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and said, and Isaac his son, and cleared the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come back again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In Genesis chapter 12, God promised Abraham blessings. Ni kusema katika kitabu cha Mwanzo 12 amemwahidi kubariki. Very sweet. Baraka za I will kutamu bless you. na nitakubariki. I will make your name great. Nitaweka jina lako kuwa ajabu. I will make a nation out of your children. Ni kusema nitakufanya baba wa mataifa. Whoever bless you will be blessed. Maana mwenye atakubariki Whoever na curse you will nitakubariki. be cursed. Mwenye atakulaani na You will nitakulaani. be a blessing to people. Utakuwa baraka kwa watu. Amen. Only one man. All those promises. Ni kusema mtu mmoja tu, lakini Very zile interesting maneno yote, promises. mahadi zote kwa mtu mmoja. Just like God has been promising you in this program. Ni kusema ni kama vile Mungu You will be amekuprogram. blessed. You will Anasema prosper. kwamba You will utabarikiwa, have peace. utainuliwa, But God is going to test you. na Mungu ataenda kukujaribu, He will test you. atakujaribu. He will test you. Mungu atakujaribu. I know a man. Ninajua Mungu Bwana mmoja. Bicycle. Ni kusema ule bwana kuuza kinga. One nika. Shop nika. Ni No kusema, other club. ni kusema alikuwa na kilote moja. kilote moya. He will come to church. Maana alikuwa anakuja kukanisa na ile kilote He will clear grass. na atakuwa He will ametengeneza, clean the chair. atatengeneza kanisa. Hivyo tu. Then the pastor said, Na siku moja pastor akasema, why can't you go bless this boy? na akaanza kusema kwa nini Mungu aweze kukubariki huyu mtu? I bless you. Nimekubariki. I bless you. Nimekubariki. I'm not blessing. Na Mungu akambariki. And he got job in oil company. Na Mungu akampatia, He became a big man. anakuwa mtu wa ajabu. Helicopter carrying him from one place to Ni another. kusema anatwaliwa na ndege kutoka hapa na kwenda ingine mahali. He never entered church again. Na hayawahi hata tena After kuja ama that kuingia blessing, kanisani. after that Tokea ile siku
never came to church. hayarudiaka kanisani. Pastor called him one day. So pastor akamwita siku My moja, son. akamwita mtoto wangu, Does the blessing of God ni kusema baraka za Mungu become a curse to you? inageuka laana kwako. How can the blessing of God Baraka za Mungu remove you from God? inaweza kukutosha tena kwa He Mungu. said, Pastor, Akaniambia pastor, don't worry. hapana I am very kujisumbua. busy. Nakuwa sana Very ukipray. busy now. Sio ukipray. I will come when I like. Ile mafaki And in short, I am moving with a white Europeans. Helicopter. Helicopter carrying me from Unajua sasa ndio nanibebaka kila mahali, sina wakati ya kuja tena kanisa. Pastor akasema the wife bibi that mwanamke suffer with him. ule bibi ambaye aliteseka naye He chased the wife away. akaambia anza hii na kwa mchawi. He married another one. Akaoa mwingine. He started drinking. Akaanza kugumu. See, Unaona? before God bless you, He will test you. Mbele Mungu akubariiki atakujaribu. See, but God will just throw blessing at you. Mungu hataleta tu baraka zake hivi. He will test you. He will test you. Atakupima kwanza. When you have a toothpaste that they used to brush mouth. Wakati unapokuwa na ile ambayo inazoaka kubrushe meno, Dawa ya meno. dawa ya meno, If you press it, ukiitia if you apply pressure, ama ukiitia kwenye the paste inside will jump out. ukitosha, kama ukiitia vizuri itaenda nje. That is what God will do. Na vile ndio Mungu anajua To kufanya. know who you are Anataka kujua wewe uko before He nani. bless you. Mungu akubariki. Some people cannot manage riches. Ni kusema kuna watu wenye hawawezi kujere utajiri. Pride will enter them. Batakuwa watu ya They will kujisifuna not sana. go to church again. Hawatakuwa tena kukanisa. The pastor don't go on me. Atakasema pastor, If you are hungry, I will send you ni money. kusema kama pastor uko njalo, niambie tu kama ni njala nitakutumia tu. Pastor is not interested in your money. Mungu hayuko interese na pesa yako. He's interested in your soul, Mungu yuko interese na ame yako. so that you can have eternal life. So ili upate kuwa na maisha ya milele. And you call and say, Pastor, I will call you back. Pastor, I will send you some money. wetu niambie unataka ngapi? Kumbe hilo mali sitafika. No more church. Hakuna tena kufika No kanisa. more service. Hakuna tena kufika bukini. In every program like this, Kila programu yote kama hii, there are three group of people. kunakuwa kwa aina tatu ya watu. The first group, the first group of Grupu people, ya kwanza ya watu those who come to watch what happened. ni kusema ni bale bebakwaka boobservateur bakameramena mukiti They watch everything. maake boni bakameramena They will mukanisa say the choir did not sing well. The choir, they will condemn. batakia pale Can you imagine? olia kupiga makofi Choir did not sing well. Instruments will make it no lies. na kucheka hapo They will find fault. bonjo And they are members of the church. na ni bamambo ya mukanisa Members of the ni church. bamambo ya mukanisa That group, ni we kwarai have it in every church. batu banajaka kila kanisa yote Some people belong to that group. na batu benye biko kwa ile group They are the second group. na kuna grupu ya pili Those ones, bale batu they come to talk. They don't only come to work, they come to talk. ni kusema bale watu yake observateur bo When they wanakia close, kuongea they will wait for one ni another. kusema sasa kanisa Can you imagine inatoka the program? Just imagine the program. No food to eat. biko na buma branch hakuna All that taki really hakuna eat. tacha kama ile mkutano No wa food. muda mrefu Nothing. ataka soda They suffer. kama pastor alikuwa anawaza hiyo hakuna kitu Look at the program. hakuna That's another group. hayo kama nashukuru They are members of the church. na ni mambo ya mkanisa. The other group Kuna ingine group, is the group. ile group They make this program happen. ni kusema hii group ya tatu bonjo banafanyaka hii mkutano They bring the ifanyike. pastor. How are we going to do it? Bana kuyaka kumuuliza pasteri What of tutafanya those haya. that visitors, how are they going to eat? Ni kusema banakuya kwa pasteri wanauliza bale bageni batakuya batakula nini? Pastor, Pasteri how are we going to take care of his roommate? ni kusema tutaenda he kujeria ama kuchukulia hao wanawake ambao watakuya What of our visitor? kwa ajili ya wageni wetu. Is he going to go away like that? Eske batenda tu hivyo? Those are the group of people I believe you belong to. Hii ndio group ambayo mie ninaamini uko ndani. This program Uko ndani is ya- happening today because of this. Kuna kitu ambacho kitajitokeza ni kwa ajili ya ile group ya tano. Hii imewezekana juu ya wale. Inawezekana juu ya wale ambayo ni group ya tano In the kufanyika. morning today,
Ni kusema kama ni pesa. I lifted up my hand. Asubuhi ya leo. I lifted up my hand. Nimenyosha mkono wangu. I began to pray for these people. Nikaanza kuombea wale watu. I began to bless them. Na nikaanza kuwabariki. You don't know me. Haunijui. If I bless you, Na nikubariki. you will be blessed. Ndio utakuwa I umebarikiwa. began to bless them. Na nikubariki. I began to bless them. Nikaanza kuwabariki. I began to bless them. Nikaanza kuwabariki. I began to bless them. Nikaanza kuwabariki. So ask yourself, Sasa lazima utiswali. what group do you belong to? So katika zile grupe tatu zenye tumehesabia, uko ku grupe gani? Those who come to watch, Makameramena grupe ya kwanza, those who come to talk, wale Balugambo. Balugambo. those who come to talk, Ongea sana, Or those who watu come- wa kukritike, Or those who- aone mazuri bado. or those who come to support. Na wale wanakuja kusapoti. Let me Hata tell you pastor something. anakwenda kusira, ile piga mikono. You don't need to have a million before you support. Hauhitajiki kuwe na mamilioni tu usapoti kazi ya Mungu. Out of the little you have. Hata kale kadogo kenye uko If nako. you are faithful to Na that, kama unakuwa mwaminifu kwa God hiyo, will give you the na million. Mungu atakuongezea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God promised Abraham many things. Ni kusema Mungu aliweza kumwahidi Ibrahimu mambo mengi sana. God said, Na Mungu amesema, even though I know everything, kama najua kila kitu, before I bless this man, kama mbele nimbariki Mungu, I'm going to test him. nitamjaribu kwa mbele. I'll be testing him. Nitamjaribu kwa And God mbele. said, Na Mungu akasema, Abraham, Ibrahim, Abraham. Ibrahim. Abraham said, yes, my Lord. Akasema, Bwana niko hapa. And God said, wait there. Akasema, simama kwa hapa. You are going to take your son. So wewe utachukua mtoto wako. Abraham had two sons, Na Ibrahim kuna watoto wawili. Isaac Iko na Isaka and Ishmael. na iko na Ishmaeli. Sarah, Na Sara his wife, bibi yake had Isaac when she was 80 years old. 80. It was alikuwa a na miracle. Isaka, alimzaa Isaka wakati iko na 80. 80 years. Alikuwa na 80. Her time has passed. Sorry. Her time has passed. Ni kusema miaka ya kuzaa isiye. God gave her Isaac. Mungu akampatia Isaka. And Isaac means laughter. Ni kusema Isaka Laughter. To laugh. kucheka, Laughter. kucheka. They named him Isaac. Ni kusema maana ya Isaka Said ni the Lord has made kucheka. me laugh Ni again. kusema Mungu amenifanya I tena don't know the kucheka. people that are laughing at you. Sijue kama kuna watu ambao wanacheka. God is going to give you your Isaac. Lakini Mungu anaenda kufanya unaenda kucheka tena. Ikiwa unaamini To stand up and shout the loudest nataka hallelujah. usimame kwa miguu yako, watu wote tusimame na kusema haleluya. Haleluya. If you believe, shout hallelujah. Amen. Let the enemy hear. Hata adui If you believe that God will remember you, shout hallelujah. You sit there. God bless you. Nataka uikale chini. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Amen. Hallelujah. 80 years. 80. God removed shame. Mungu akatosha aibu. Enemy has thought it is Ni finished. kusema adui alikuwa anazalia imeisha. People are singing. Ni watu walikuwa naimba kabisa. Those who serve the Lord. They are Na Mungu praying. awajibi yake hataki. Look at them. Naona kisi banazekia na mkanisa. They were singing. Banaimba kabisa. God brought Isaac. Lakini Mungu akaleta Isaka. Their mouth closed. Na kunaona kafunga kabisa. Abraham was happy. Na Ibrahimu alikuwa mwenye ujao. Akasema, I thought God will fail you. nilizaliwa Mungu atanisimisha. At last, Na hapo mwisho Isaac has come. Isaka amekuja. When Abraham was relaxing, Na wakati Ibrahimu alikuwa na God said, anajirela. Abraham! Mungu akasema Ibrahimu. Abraham, Ibrahimu. that's your child. Ule mtoto na mimi nimekupatia kwa ile nyama. Isaac. Ule Isaka.
That one. Ule one. The one you love. Ule mwenye unapenda sana. The one that Sarah gave birth to. Ule ambaye Sara amezaa. When she was 80. Wakati uko 80. You are going to carry him. Ule ndio mwenye You utachukua. will sacrifice him. Ulienda kunitolea hai. Kwa nini? You will sacrifice him. That means, you know what sacrifice is? Unajua sacrifice inamaanisha nini? You will kill him. Maana utamuua With knife. Utamuua na kisu. Na kisu. Utamuua na kisu. With fire. So wakati amekufa utakamata moto na unaitia na mnyunyizi. Who will do that? Nani mwanaweza kufanya? Who will do that? Even though you have other children. Hata kama uko na watoto mingi. Which one are you going to give for sacrifice? Kwa bale watoto wako wa mingi. Kwa zile nani mwenye utamfanya? If you thought this was a Jew. Kama utasema wewe kuya. You say, mommy. Nasema No. wewe wakuja kalamu kwa. When you carry Unasema sona mlele. he will shake his leg like this. Mommy. No. Yo, we spread that waist. Sema utakao na yule mwenye ambebebe. You say, mommy. Mommy. No one you can carry. Maana kukuta kuna mwenye unaweza Why is he come? Abraham only one. So Ibrahim alikuwa tu na mmoja. He cannot have another one. Hawezi kuwa na mwingine tena. That's the temptation. So ile ndio inaitwa kujaribu. You know when I was in Kinshasa, Wakati nilikuwa Kinshasa, there are many people who are coming to church. kulikuwa wanawake mingi walikuwa na zoea kuya They sana. will sit there in front. Walikuwa na zoea sana kukaa mbele. They love God. Wanapenda Mungu. Then I told them, Nikawaambia sasa. all of them have cars. Nikawaambia wote walikuwa na magari. I told one. Nikawaambia I mmoja. said, I told pastor before, I said, I want to test these people. Nikamwambia mchungaji mbele ya mimi wakati bapima wa watu. The one with the one with BS. Ule mwenye alikuwa na imani. I told him, Nikamwambia, I said, you see that car? unaona ile gari niko The pale. one you came in Ile with ndio your wife, nakuya nayo na kulikuwa na beba hapo bibi with yako. your children. Ina watoto wako ndani. That car very new. Ile gari mpya ile. This church is building. Hii kanisa iko na jengewa. Hear me? Unanisikia? Church is building. Akasema, chache na jengewa. Go and sell it. Wende usishe hayo. Bring the money. Nolete frank. We put in the church. Na tutetea mkanisa. The Congolese man look at me. Na Kongolani ni nyani ya akasema. He said, Pastor, when do you want me to sell it and bring it? Na akaniambia, Pastor, jua tu uko naniambia nini kwa kuuzisha ndio nilete nayo. I said, next tomorrow. Kesho. He said, very good. Akaniambia, Is that all you need? akaniambia njoo tu unahitaji You don't need my house. au unahitaji nyumba? Unahitaji tu gari. I said, no. Just that car. Kuna He makazi. said, okay. Akasema okay. The man stood up. Na mama akasimama. Throughout the program, he didn't come again. Yepi programa chomoka. Ama kutoka kule Noro. He ran away. He ran away. Akaenda na kurudia He tena. ran. Na kurudia never kama. Congolese. He ran away. Go akaenda wakongole. In Kinshasa. Akasema wewe He's not the only one who ran away. All the other men that used to sit Bale before, haikutenga kutoka kwa bale wengine wakasema they ran away. Hawakurudia tena. Baliona kama ni makali. Until the pastor that came and told them, Na pastor akapia akamwambia Bishop told me he want to test you. Bishop aliweza tu kuniambia anataka You see your love for God. Unaona upendo wenu kwa Mungu gisi na kwa. That's the love for God. Unaona gisi upendo wenu kwa Mungu. Crocodile love. Unasema unampenda. When crocodile is eating you, tears will be coming out of his eyes. That's the love they have for God. Kusema wakati ambapo kunakuwa matatizo, wengine wanalia sana, machozi na watoto, Tanzania wanampenda Mungu. When Pastor Sabi na inda. when the bishop that told, when Pastor that told them that Bishop told me that he want to test you people. Just pastor akasikia. Bishop aliniambia nataka kubajali. Babi. Hapo nikasema They now came back to church to see that. abakupeana tena sasa pale ile. Walikiaka rudilia safari zao. Bakaanza sasa kurudia tena alini. Wakisema alilia walikuwa wanawapima, wakasema God knows sasa. That was a car. Hiyo ndio ilikuwa gari. We are talking of a human being. Tuko tunaongea sasa mtu mwenzake. The only child of all age. Iko tuna mtoto mmoja wa mzee. God said kill it. So Mungu anamwambia umuue.
Abraham did not sleep again. Abraham did not sleep again. Ibrahimu hakuna kulala, pate na usingizi. What am I going to tell the people? Ndaambia watu nini? This Canaan land, Watu yote they sacrifice children for their idols. bana toka watoto wao ujira mamungu wao. When Jehovah also sacrificed child. So na Mungu unawajua ni mtoto mmoja. Am I going to tell Sarah? Utaenda kumwambia Sara. Say your beloved Isaac. So ule mtoto wako mwenyewe unapenda sana Sara. Tomorrow I kill it. So kesho nitamuua For God. For God. Try for women. Bwana Mungu anawaamini. They will tell Abraham. Atakwambia Ibrahimu. I used to think you have sense. Niko na wazo na kwa serie. Sasa kidogo kitumike mzuri Ibrahimu. Now I told you, this is your religion. Hii kanisani. Hii kanisani ninakufanya sasa mwenda wazimu. You are not bad. Sasa unakuwa mwenda wazimu. If I hear it again, Nikisikia tena ile Ibrahimu. you will kill me first. Mimi ndo ntalua kwanza. You will kill me first. Ndio ameni bani. You will kill me Kwa first. bani boso. She will shout Atalalamika. and call neighbors. Na ataita wavwaze. Neighbors! Wavwaze. You will kill me first. Kuya Kill me today. utaniua na Ibrahimu. She will tell all neighbors, you want to kill Isaac. This man is a wizard. Huyu bwana haiko sawa ile kanisa. Anaanza kutoa mtoto. Try some women. Uamini wa mwanamke. That is the end of the church. Utaona ndio mwisho wa kanisa. Uamini wa mwanamke. Ndio itakuwa mwisho wa kanisa. She will tell the whole world. Ataongea dunia nzima. Abraham said, I will not tell this woman. Na Ibrahimu akasema sitaambia mwanamke huyu. I will not tell her. Nikimwambia I won't tell her. sitamwambia. Abraham called Isaac. Akamwita Ibrahimu akaita Isaka. He said, go and tell your mother. Akamwambia wewe mwambie mama Tomorrow morning, kesho asubuhi we are going for sacrifice. tutaenda kutoa sadaka. They used to go to sacrifice. Alikuwa anazoea sana kwenda kutoa Isaac sadaka. used to follow him. Na Isaka alikuwa anazoea sana kumfuata babake. They will carry a lamb. Banazoea kubeba nani? Kondoo. Kondoo. They will carry firewood. Watachukua na makuni They will go. na banaenda They will come back. na banarudi. But this time, Sasa kwa hiyo wakati it's a different thing. ilikuwa tofauti. Tell your mom, Mwambie mama we are going for sacrifice. utaenda kutoa Don't sadaka. stop you. Asikuzuie. Abraham did not tell his wife the kind of sacrifice. Ibrahimu akumwambia bibi yake aina gani ya sadaka atatoa. Hey! Ah, Abraham was worried. Ibrahimu alikuwa vraiment Oh. akamwambia Mungu vraiment. Why not take me? Vraiment Mungu ayeju unaweza kufanya hivi. Umwe basi unitwale mimi I mwenyewe. am old. Mimi nakuwa mzee. What is your problem? Kwa nini utwale kwa kijana? What will happen to his mother? Sasa vitatokea vitakuwa kwa mama. Sasa mama yake baba atakuwa Early in the morning. Very early in the morning. Asubuhi mapema akaamka. Hakukuwa na lala. He woke up. Akaamka. He took two servants. Akatoa na watumishi wa He put watumishi wa firewood on their head. akawapatia makuni akawabebesha Then he took Isaac. akambeba Isaka. He said, let's go. Akamwambia twende. Isaac said, yes, daddy. Na Isaka akasema sawa baba. Ishmael was there. Ishmael naye alikuwa pale. That one was playing football. Yeye ni kazi yake tu kucheza kahumu. Isaac, I told you about this baba. Akamwambia Isaka, nikwambia huyo He's going to use you. huyu ataenda kutumikisha Me, I huyu. don't go for it. Mimi tena mobile vyenu mwende tu. When you are going to church, Sasa naenda kanisa. your mates are playing football. Ishmael yuko anacheza kahumu. They are laughing at you. They are laughing at you. Niko wanakuchekelea. They are laughing at you. Ukisema unakwenda kanisani wanakucheka. But they will soon see your God. Lakini wataona Mungu wako. And on their way going, Bataenda. when they reach a place, Wanapofika kwanza on the way, njia. Isaac asked his father, Isaka akamuuliza babake. my father, Baba, this is not the first time we used to come for sacrifice. haikutoa mara kwanza tunapiaka kutoa vitu. Here is the firewood. Lakini wapi ndio kwenye makuni? Here is the lamb Wapi ndio kwenye kondoo? for the sacrifice. Yenyewe tunatakiwa tutoe. Abraham looked up. Ibrahimu akaangalia. He hid his face from his son. He hid his face from Isaac. Alikuwa na imani kwa ajili. Alikuwa anaficha sura yake mtoto akiasema. He looked up. Akaangalia ile pasi. Tears came out of his eyes. Machozi kamtoka. He said, my son, Akamwambia mtoto wangu, God will provide the lamb for the Mungu sacrifice.
atajiletea yeye mwenyewe kondoo ama sadaka. God Mungu will provide. atajiletea I yeye don't know the mwenyewe. problem you have. Sijue shida iliyoko If nayo, you can say God will provide. lakini ukisema kwamba Mungu anaweza kuwa If you jibu, can say God will help me. kama unaweza kusema Mungu atanisaidia, huyu Mungu ataifanya. God Huyu Mungu will provide. ataifanya, He will not fail you. hata kufanya ushindi. You see the project of this church. Unaona hii project, I look at it. kama unasikaa I look up to God. lakini unamtazama I Mungu, say, God unasema Mungu, provide. acha ujitokeze kwa hii project. God Mungu provide. atajitokeza, Will provide. atajitokeza. Not man, Haiko mtu, not human being. haiko mtu wa Mungu, God lakini Mungu provide. atajitokeza, atajihudumia. You want to go to school, no helper. Unatenda kushule, Papa shule, dodoa, papa dodoa. hakuna usaidizi, baba God. yuko, mama yuko, lakini Mungu atajitokeza. Provide. Mungu You want to atakuhudumia. travel out of the country, no visa. Ni kusema unakuwa nje ya nchi na una Unatafuta visa. safiri nje, Sorry. unatafuta kusafiri nje Unatafuta kusafiri No visa. hauna visa, No ticket. hauna ticket, No money. hauna pesa, God lakini Mungu provide. atajitokeza. You are Atajibu. married. Unaolewa, No child. hauna mtoto, God. lakini ule Mungu You have no job. hauna kazi, God ule Mungu atajitokeza, will provide. atajifanyizia. Jehovah Jireh, Ule Jehova Jireh, the great provider. ule ambaye anakuwaka mtu mwenye kuhudumia, kufanya kila kitu yote, The great provider. ule mwenye anafanya kila kitu yote, ataifanya, He will provide. ataifanya, He will provide. ataifanya, He will provide. ataifanya. When they reached, Abraham saw the mountain. Wakati Ibrahimu aliweza kuona mlima That is the place of sacrifice. na akasema pale ndio nafasi ya kutoa He took sadaka, the firewood akakamata kuni, from the two servants. akatosha kuni kwa batumishi wawili, Two servants, batumishi yake wawili they carried the firewood. walikuwa wanabeba makuni, He took it from them akatosha ile makuni kubali batumishi, and placed it upon Isaac. akamwambia Isaka bebe makuni, And the servant left. akamwambia batumishi mbakia, Man of God, mtumishi wa Mungu, let me tell you, acha nikwambie, it is only your true sons and daughters ni watoto yako bakweli kabisa, that will help wanaume you na to carry wanawake, firewood. ndio batakusaidia kubeba kuni, Servant will leave. na wale watumishi ndio When you bataenda. start the project, Wakati utapoanza hizo servants will go away. batumishi bataenda, But your true sons and daughters, lakini batoto yako ya kweli they will not go away. abataenda. Isaac will not go away. Baisaka abataenda, Isaac stay with his father. Baisaka batabeba kuni. Firewood is a sign of suffering. Ni kusema kuni inamaanisha alama ya It is a sign of poverty. inamaanisha alama ya umaskini. The two servants did not say, Papa, Bali batumishi wawili habakusemaka hata who is papa, going to help you to carry it? nani to mwenye this place? atakusaidia upande kumulima na hii They went again. bote makaeni, They didn't look back. habakuangalia hata nyuma, But Isaac carried it. lakini Isaka akabeba hiyo Isaac carried it. na akaibeba. Isaac carried it. Isaka True akaibeba. sons and daughters, Batoto they will never leave you. babiti na banamke They will stand by you. sorry, They will never leave you. abata They kuachilia, will stand by you. batasimama, They will help you carry. batakusaidia kusapoti na ile makuni, They will not go away. abataenda Even when you shout on them, hata kama utabatombokea, they have nowhere to go. batasema They hatuna say, kwa Papa, where kwenda, do you want me to go? batasema papa, wapi ndio nataka twenda, This hatuna kwa is kwenda, where I am. hapa ndio nafasi tunatakiwa. They will not go away. Abataenda nafasi They hiyo, will not go away. hawataenda nafasi But hiyo. servants, Lakini batumishi they will go away. bataenda, They watakimbia, will go away. They batakimbia, will go away. batakimbia. Abraham look up. Na Ibrahimu So akaangalia, you are going away. so akasema mnaenda He kweli? said, yes, we are going away. Akasema basi tufanye nini? Mwende. Isaac, are you going? Isaac said, where am I going? Isaka akasema mimi nitaenda Where am wapi? I going? Are you not my Nitaenda father? wapi? Wewe ndio babangu. I trust you. Mimi nakuamini. I trust your God. Mimi naamini Mungu wako. I trust your God. Mimi naamini Mungu The wako. God you call upon every day. So Mungu ambaye unaitaka kila siku I trust him. namwamini. He will not do me evil. Aweze kunifanya kitu kibaya. And he followed Isaac. Na Isaka akamfuata. When they reached there, Alipofika hapo no lamb for sacrifice. hakuna kondoo ya kutoa. Abraham made the altar. Ibrahimu akatengeneza madhabahu, akamkamata kijana He kumkosa, sees Isaac. akamkamata Isaka Isaac was 17 years. na Isaka akaangalia 17 years. alikuwa miaka Abraham 17. was about 85.
alikuwa presque kama 95. If you to read the children of these days, ni kusema kama ingelikuwa watoto ya hii masi. You will say, no wonder. No wonder. I've been watching you. Nimana kuona kuzimbele. So this is your plan. So in the plan, you told me not to get mama. So this to kill me and eat me. Bad father. Bad father. Before you kill me, I kill you first. Before you kill me, I kill you first. Hallelujah. Amen. Amen. But Isaac was obedient. Was obedient to the father. Your true sons. Batoto yako bakweli, they can never find fault with you. Abaweza kukufanya mbaya. It's only servants ni batumishi that will find fault with you. Ndio batakupiganisha. And find fault with your wife. Ndio batakupiganisha na and find fault with your ministry. Ndio batakupiganisha na true sons and daughters. Lakini batoto yako even though you serve them, hata kama unawatongokea, they will not go anywhere. Abataenda in their office. When their boss shout on them, wakati unatomboka kwa, they go. Abataenda. Do they resign? Abataenda. They remain there. But when the pastor corrects them, lakini pastor ataanza they kubakoiza, become angry. Batasiri, they want to go away. Banataka enda pembeni. They are not your sons. Haiko babiti yako. They are not your daughters. Haiko babiti Your yako. sons and daughters. Lakini babiti yako will help you to carry firewood. Batabeba kuni. Look at what Abraham did. Ngalia kile Abraham was sacrifice a young man. Anataka kusakrifia jeune garçon. He did not turn against his father. Hakuweza kumwatake baba yake. He trusted his father. Aliamini baba. Jesus Christ. Na Yesu Kristo. He came here. Alikuja hapa. Even though he's equal to God. Hata kama alikuwa mmoja kwa. When he became a man. Wakati alipokuwa mtu. He humbled himself. Aliweza kunyenyekea. He didn't turn against his father. Hakuweza kufanya kitu kibaya kwa baba. He told them. Haikuwa. Everything I do. Kila kitu ambacho nafanya is because of my father. Akamwambia watu kila kitu mimi nafanya ninakifanya kwa ajili ya I don't have anything on my own that I do. Sina kitu cha upekee mimi nafanya on my own that I say. Sina kitu kenye mimi nafanya. Everything I say, kila kenye nasema is through the father. Ni kwa ajili baba ndio anafanya. In another way, kwa msemo mwingine, I cannot turn against my father. Maana yake siwezi kufanya mabaya kwa baba. Your true sons, batoto yako ba your kweli, daughters, binti yako ba kweli, they will never leave you. Abawezi abata They will remain. batabaki. Servant will go. Batumishi wakaenda. Amen. Only took Isaac. Akamkamata Isaka. He tied Isaac. Akamfunga Isaka. He put Isaac on the altar. Akamtia Isaka kwa madhabahu. And he took the knife. Na akakamata kisu. He told Isaac, akamwambia Isaka, close your eyes, my son. Akamwambia funga macho. Close your eyes. Funga macho. Let the will of God be done. Acha mapenzi ya Mungu ifanyike. Isaac closed his eyes. Na Isaka akafunga macho. As he raised up the knife, akakamata kisu. The Bible says God held his hand. Na Mungu, Biblia inasema Mungu akashika mkono wake. Ibrahimu amepima. Anapima juu achome kisu. Acha mchome. The Bible says God wrestled him down. Mungu Biblia inasema Mungu akakamata Ibrahimu. And God said, Mungu akasema, Ibrahim, now I know. Tokea leo that you love me. Najua umenipenda. You see, you have to be tried. That you love me. Now I know. Najua leo that you love me. Unanipenda. Don't touch your Isaac. Au usimguse mwanao Isaka. I am not a God who steals. Siko Mungu ambaye I am not a God who drinks blood. Siko Mungu mwenye nakunywa damu. I am not a God who eats flesh. Siko Mungu mwenye nakula mwili. Jehovah is my name. Mimi ni jina langu Jehova ndio jina langu. I am the owner of everything. Ninakuwa Mungu mwenye kila kitu. Look behind you. Angalia nyuma yako. I have provided the lamb. Nimekutilia kitu ambacho tunasema. That God Mungu will provide. I have provided. Nimekuwekea. My name. Jina yangu Jehovah Jireh. Jina langu Jehova Jireh. I am the Almighty God. Nimekuwa Mungu mwenye uwezo. Loose Isaac. Akamwambia fungua Isaka. And they loose Isaac. Akamfungua. Abraham embraced his son. Na Ibrahimu
akamsifu Mungu wake. Tears on his eyes. Na machozi ilikuwa kwenye macho yake. Akaangalia nyuma. He saw the ram. Akaona kondoo. Inside the desert. Sorry. Inside the wilderness. Ilikuwa mwafasi ya desert. God put a ram there. Mungu akatokeza kondoo. People in your dryness. Hata kama mwali ambayo sio God can still provide for you. Mungu atajitokeza. When everybody comes, your own is finished. Ni kusema wakati kila mtu anasema wewe na God malizi, can still supply. Mungu atakusibrand. And Abraham took the lamb. Na Mungu Ibrahimu akachukua kondoo, He sacrificed. akaiua, And God now said, na Mungu akasema, Abraham, Ibrahimu, you are my friend. unakuwa sasa rafiki You are yangu, my friend. unakuwa rafiki yangu. And God renewed the covenant. Na Mungu akarenovele kitu kinaitwa alliance. Abraham became so rich. Na Ibrahimu akakuwa tajiri, He has soldiers akakuwa na that makondoo, can fight against nations. manake akakuwa tajiri He kila was wakati. rich in cattle. Alikuwa anabeba He kila was rich in gold. alikuwa na beku na He was ngombe, camel. alikuwa na makina, Very rich. alikuwa tajiri. When Abraham and Isaac were coming home, Na wakati Ibrahimu na Isaka walikuwa narudi nyumbani, God told Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, you see that one woman, unaona ule mwanamke ambaye that boy, ule is mine. Ismaili, Come out. fukuza He can never inherit your promise. hawezi kusikiliza ahadi yako, Only those who sacrifice. hawezi kukamata, hawezi kuingia ndani ya urithi wa hawezi Isaac. kuishi ahadi yako. Only those who sacrifice with you. Ule mwenye amesakrifia na wewe, They are the ones that are qualified to be blessed. ule ndio anatakiwa kubarikiwa, All those ule who ndio sacrifice with kukaribia you. kubarikiwa. Those who never sacrifice with you, Bale wenye abayafanyaka they will kujisakrifia not pamoja enjoy na the wewe. glory of the church. Sorry. Those who didn't sacrifice with you, Bale wenye abayajisakrifie pamoja na as mchungaji, you are building, wakati ulipokuwa umejenga they will kanisa, not enjoy the glory of the church. abataonaka utukufu, abatafurahiaka utukufu ya kanisa. Isaac sacrificed Lakini wakati bale with his bamesakrifia, father. Isaka God walipojisakrifia gave na him baba, all the inheritance, Mungu akampatia kila heritage yote, all the blessings. kila baraka Those yote. who didn't sacrifice, Kama sorry, those who did not sacrifice, bale wenye abakusakrifia like Ishmael, kama Ismaeli, God said, take out. Mungu akasema tosha, bale He bafukuza has no kabisa. right to that place. Abana droit ya kurithi. When I was building my cathedral, Wakati nilipokuwa nimejenga kanisa yangu kubwa, some people left, watu walikimbia, servants left. watumishi I walinikimbia. carried block by myself. Nilikuwa nabeba mi peke brick mi But when peke. we finished building, Wakati tulipomaliza all kujenga, of them came back. watu wote wakarudia. One day, one said they want to see me. Watu yote bale wote wakarudia, na kila mmoja akasema anataka I kumuona. told you, you can't see me Nikawaambia hakuna mataniona. because you left. Wakati mliniacha, You're not part of it. amuistahili, kwa hiyo amko parti. Then one of my sons came. Lakini mmoja wa watoto wangu akakuja, Elsha said, you cannot see the man of God. akawaambia amweze kuona mtumishi wa Mungu. I heard his voice. Nikasikia sauti I yake, shouted, nikalalamika, leave him. baache, It's my son. mumwache, Come over here. hakuna matakuya hapa. And he came up. Na akakuja He sacrificed with me. kwa sababu alijitoa pamoja He na mimi, sacrificed with me. alijitoa pamoja na He mimi, sacrificed with me. alitoa pamoja na He mimi, sacrificed with me. alitoa pamoja na mimi. Amen. You cannot be abandoned. Hautaachiliwa, Nobody will abandon you. hakuna mwenye atakuachilia. You are a divine project. Unakuwa A portion divine yako ya project. mbinguni, You cannot be abandoned. hakuna mwenye atakuacha. You are God's contract. Una kontra ya He will Mungu never abandon you. na hakuna mwenye atakuacha. A divine project. Ni kusema You are not to portion be yako abandoned. hivi, hakuna mwenye atakuacha. You are a divine project. You are not to be Na abandoned. hautaachiliwa. You are a contract to your God. He will never abandon you Mungu until He atakuachilia. finishes His project. Atakapomaliza portion yako na wewe. Haleluya. A divine project. Project You are not to be abandoned. Haitaachiliwaka. A divine project. Project You are not to be abandoned. haitakuwa imekuachwa. You are a contract to your God. He will Mungu never abandon you. na Mungu hatakuabandonia hata He siku moja. finishes project. Baada kwenye Mungu atamaliza project yako. Amen. The short God bless me. Oh, Heavenly Father, bless me. Father, bless me. Father, Sema bless bado me. inamwambia
wanapenda kusia baraka, wanaomba Baba unibariki. God is not a fool. Mungu akwake safu. He look into your heart. Anaangalia roho yako. He knows those after they receive the word. Anajua wale wenye bakibarikiwa tu bakipata. He knows those that will come back. Batarudia tena. Anajua wenye wanaendaka na anajua wenye watarudia. I was ministering to some people. I told them, will you remember this church? They said, yes. Nilikuwa naangalia bado na nikamwambia kuna mambo weka. Yes. Shecho mambo ya kanisa. Let the blessing come first. Acha baraka iwe ya kwanza kweli. Let the blessing come first. Acha baraka iwe ya kwanza kweli. So we not even testify to the pastor say the miracle has happened. They will not talk. Kuna watu ambao wakipata miujiza wataongea hata mbele ya pastor, hawatasema hata. So the pastor does not expect tithes. Pastor asisubiri yake dime kutoka kwako. Hawataongea. So that you don't expect tithes. So asisubirie dime yako. That prayer I pray for you, the two of us, Pastor. Nikauliza ile maombi ambayo nilimwombea hata sisi haikujibia kwenda sana. The shop things became bad. I have to borrow to be eaten. Ndio natakiwa sasa kudebrie kiwa kuuza. And God will say, what? Na Mungu akasema Hallelujah. God knows his heart. Mungu anajua watoto yake. Oh. Amen. That's why I sang the song. Ndio sababu tunaimba nyimbo. Before I started preaching. Ndio sababu niliimba mbele ya kwanza. You know my name. Unajua jina yangu. You know my name. Unajua jina yangu. You know my power. Unajua nguvu zangu. Oh God, you know me. Mungu unanijua. You are my glory. Unakuwa utukufu wangu. You are my beauty. Unakuwa kila kitu changu. You know my name. Unajua jina yangu. You know me. Hallelujah. You know my strength. Unajua nguvu zangu. You know my power. Unajua uwezo wangu. You know my name. Unajua Oh God, you know me. You are my healer. You are my song. You know my name, oh Lord. You know me. Do you know that God knows you? Na unajua kama Mungu anakujua. If pastor does not love you, Kama mchungaji hawezi kuwa anakupenda. he will not bring me Mchungaji angekuwa amenipenda amenileta to come and bless him. ili apate kukubariki. He will not. Angu. After all, I can pray for him and his wife. Mimi ningelikuja tu hapa naombea mchungaji. So if he doesn't say come and bless my people, you can't kill him. Kama ningesema hautabariki watu yangu amunge Because you don't know me. kwa sababu amunijue, But he loves you. lakini anawapenda. He said no. Akasema Baba, mtumishi wa Mungu, unatakiwa We will send you ticket. tutakutumia tiketi. Come and bless my people. Amen. Come and bless my people. Mungu awabariki. Anakuwa na roho. When I met him in Nairobi, Na wakati nilimuona Nairobi, they were having nothing. hapakuwa na kitu. Nothing. Hapakuwa na kitu. Nothing. Hapakuwa na kitu. I pray for them. Nikabaombea. Him and his wife. Yeye na bibi He mkewe. knew Akajua. there's a man of God Akasema kuna mtumishi wa that Mungu can bless you. ule mwenye amenibariki. He said, come now. Akasema kuja sasa. Come and bless my people. Kuya pia ubariki watu yangu. Come and bless them. Kuya pia ubariki watu You are yangu. not the only one that will be blessed. Kwa sababu yeye peke yake tu ndiye atatoa nyumbani. That is the heart of a father. Hiyo ndio roho ya baba. It's not by age, Haiko kwa ajili ya miaka, it's by grace. lakini ni kwa ajili ya That neema. is the heart of a father. Lakini ana roho ya baba. Amen. 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 I don't know what you are struggling with. So, kwa leo sijui kitu ambacho God kinakusumbua. told me Lakini Mungu there ameniambia is somebody, kuna watu hapa, a very close person to you, a member of your family. ni kusema kuna watu penye niko. Kuna mtu hapa, kuna mtu hapa ambaye mtu wa karibu naye ya familia yako He died amekufa some time ago. na miaka zimepita. Every day Na kila siku you are dreaming, unalotaka, you are seeing him. unalotaka kuna muono ule Mungu You are seeing him in your dream. unamuonaka. He's already dead. Ule mtu hayakufa. alishaka kufa. Alishaka There is kufa. no relationship between the living and the dead. Hakuna mahusiano kati ya mwenye anakufa na The mwenye person that kufa. is appearing to you in your dream Ule mwenye anaparete kwako is mdogo. not that person. Haiko tena ule Mungu. This is the spirit of death Hiyo ni roho ya kufa. appearing
appearing ile ni roho ambayo inapare to kill you. na ile roho kupali This kwa is witchcraft. ile ndio uchawi, ni I'm uchawi. going to pray for you today. Lakini leo niko nenda I will kukuombea, pray for you. I will call you out. nitakuombea hapa. There's another person. Na kuna mtu mwingine hapa, Every day kila siku you are eating the food. unakulaka chakula, unakulaka chakula, unakulaka No chakula. time. Hakuna muda, kila wakati unakulaka chakula. This is to bring sickness and disease Na ile kukula sana vile ndio inakuletea magonjwa, like cancer, inakuletea kansa, high blood pressure, inakuletea arthritis, inakuletea diabetes, inakuletea diabetes. Anasema kuna mtu analota iko na kula chakula kila siku, na hii chakula ndio inamuletea magonjwa kama vile kansa, That is diabetes, that na is magonjwa zingine. high level of witchcraft. High. Ile ni ngazi ya High level of ya witchcraft. kichawi. You are sick now. Unagonjwa sasa, uko I need to mgonjwa pray for you na nitakuombea and set you free. na utakuwa huru. I need to pray for you Nitakuombea and set you free. na utakuwa huru, And set you na free. utakuwa huru. There's another one. Na kuna mtu mwingine, Anytime you drink, na kila wakati unapolala you are trying to climb a staircase. unakuwa Or a sasa hill. mwenyewe unapandaka juu. unatafuta panda escalier, unatafuta panda escalier Before you reach the top, mbele ufike juu, you open your eyes. unafungua macho yako, That is setback. unakutana ushakurudia nyuma. chini. Poverty. Ile ni roho ya umasikini, That is witchcraft. ile ni uchawi, I need to pray for you. na natakiwa nikuombee. Jesus said, Na Yesu you anasema shall know the truth. utajua kweli The truth shall set you na free. kweli itakuweka huru. I need to pray for you. Na natakiwa nikuombee Before any other thing, na mbele ya kila kitu because I kingine, told God, nikamwambia I Mungu, will be praying and breaking the chains of Satan today. nikamwambia Mungu, nitaomba na nitavunja na kukata kila If matatizo. you are that person Na ikiwa miongoni mwa wale watu that I mentioned, this wale watu ambao nimezungumza, don't wait for somebody else. so sipende usubirie, I won't waste my time. sipende mpoteze If you are that person, come out. So kama kuna ule mtu ambaye amesikia That I can pray for you. kuya nikuombee. If you are dreaming that dream, So kama unalotaka zile ndio come out. njoo I haraka, need to pray for you. njoo haraka kwa wale Wait watu for somebody. Don't wait for the Usisubirie devil mtu mwingine to strike. usipoteze muda. Njoo When you stand, kama that's unasimama praying. That's saying, God help me. na uanze kusema Mungu nisaidie. Simama tu pale mstari pale. God know your case. Hapa hivi. You know your case. You know your Mungu problem. anajua shida yako, tatizo yako. God know your case. Mungu anajua tatizo You will not lako. die. Hautakufa. You will not die. Hautakufa. You will not die. Hautakufa. You will live. You will live. Utaishi. Pray. Utaishi wakati huu. Unaomba If you are speaking, if you are dreaming, ukiwa unalipata, you are speaking, you are seeing the spirit of death. ukiwa unalipata esprit ya kufa, This way. esprit de mort, unatakiwa kujenga. Not this way. Bale biko na esprit de mort, banalotaka esprit ya mtu mshakuta esprit de mort. Upite ngapo. Usaidie kujongelea. Okay. You are dreaming. Bale bama esprit, banalotaka You esprit are de mort. dreaming. You are eating. Kama unalotaka mnakulaka. Stay here. Nataka hapa watu pale walikuwa lota banakula, na baada ya pale ile kule na waletea magonjwa. Usimame hapa katikati. If you are dreaming, Kama unalota you find yourself, you are trying to climb. unajaribu mara mingi kupanda, kama vile tulivyosema, tusimame hapa. Asante. Amen. 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 Uko wapi? Mahali pa kupanda. Ya kupata instruction. Uko aina tatu ya watu. Ama wenye wanakula sana, sema waletea
group. Kikundi kingine You dream, unalotaka you find yourself writing exam. unazoaka kuwa uko kwenye You are exam, writing exam. unakuwaka kwenye exam na They are telling you time up. na anakwambia wakati unaisha You have not written. au yaandika tatu, You are in a hurry. unakuwa haraka Before you finish, ili upate kumaliza. they took the paper and Anakuwa cancel that. anakwambia wanakunyang'anya That is setback. ile kumbali If you are doing that dream, ni pepo ya kurudisha nyuma. come this side. Kama na wewe uko katika ile group unalotaka unafanyaka examen, leso unafanya ile examen au yatia kama reponse na wanafanya kwa mbele wanasema ile ni Yesu ya kuingia nyuma. Donc kama kuna ile ndio naoneza kuja. Thank you, Jesus. Karibu kama kwa pale. If you are coming out, come out quickly. There's no time. I will finish praying. Usipoteze muda. Mara nyingi kuna watu wako katika ile hali. When God measure your case, He has already found Ni solution. kusema kama Mungu ana masione situation yako hapo, una solution ambayo tayari Mungu ameitokeza kwako. Praise the Lord. Amen. Please Yes. pray after me. Nataka muombe ama murudilia ya maneno baada ya mimi. By the power in the blood of Jesus, Kwa uwezo wa damu ya Yesu, murudilia ya I maneno. break every link, any connection Ninavunja kila mawasiliano yote between me and the spirit of death. katikati ya mimi na moyo wa kukufa. By the blood of Jesus, Kwa damu ya Yesu, I declare na deklare I shall not die. na sitakufa. I shall not die. Sitakufa. I shall live. Na nitaishi. I shall live. Nitaishi. I have no relationship Sina mawasiliano with the spirit of death. na roho ya kukufa. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu I separate myself ninajiachanisha mwenyewe from the dead. na kukufa In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Okay. Amen. Not you. Nikikugusa That power is broken. na ile kitu itakuwa imevunjika na imeenda kabisa. Okay. Close your eyes. Nataka uombe, funga macho yako. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Break the spirit of death. Roho ya kukufa. If I touch you, go. If I touch you, go. Nikikugusa toka. If I touch you, go. Nikikugusa toka. Go. Nikikugusa na uende. Nikikugusa na uende. Nikusema wakikugusa jua ya kwamba kile kitu By the kimeenda. authority in the name of Jesus, Kwa jina la Yesu. I bind the spirit of death. Ninavunja ile uwezo wa roho ya kukufa. You are free. Unakuwa huru. By the authority in the name of Kwa Jesus, uwezo wa jina la Yesu. I bind the spirit of death. Ninavunja ile uwezo wa roho ya You kukufa. are free. Unakuwa huru. By the authority in the Kwa name of Jesus, uwezo ambao nilipewa na Yesu. I bind the spirit of death. Navunja ile roho ya kukufa. You are free. Unakuwa huru. By the authority Kwa uwezo in the name of Jesus, wa jina la I Yesu. bind the spirit of death. Ile roho ya kukufa nimevunja. You are free. Unakuwa huru. 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 Whatever Unakuwa kila enemy kitu. has deposited Kila kitu ambacho adui alideposa kwa mwili wako to cause sickness, kukuletea magonjwa, I destroy it. ninaivunja. You are free. Unakuwa huru. You will live long. Hautaishi mrefu Jesus' name. kwa jina la Yesu. By the authority Kwa uwezo in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. I set you free. Ninakuachilia ukuwe huru. Unakuwa huru. I disconnect you Ninakuconnecte from the spirit of death. na ninakudekonekte na esprit ya kukufa kwa uwezo In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. I break that chain. Ninavunja ile sheme In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. you are free. Unakuwa huru. You are free. Unakuwa huru. You are free. Unakuwa huru. Come this way. Na nataka kuwa simama hapo. Funga vizuri. There is sickness in the body. Unakuwa magonjwa ndani yako. There is sickness in your Unakuwa magonjwa ndani yako. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu. I set you free Ninakuweka huru. from the spirit of death. Ninakuweka huru kutoka kwenye roho ya kukufa kwa damu ya The Yesu. blood that conquers Satan. The blood that conquers Satan. Ni kusema damu ya Yesu imeshinda hili. I set you free. Ninakuweka huru In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Yes, come this way. Unaweza kuchongea hivi. Yes. No, don't miss them. These ones are the group. Which group is this? I think this is those who are eating them. Yes. Place your hand in your stomach. So, mkeni mkononi kwenye tumbo By the authority in the name of Jesus. kwa uwezo wa jina la Yesu. Whatever food, whatever poison Kila chakula ama sumu has been deposited in your body ambayo iliweza kuwekwa ndani ya through mwili your dream,
kupitia ndoto, by the authority kwa uwezo in the name of Jesus, wa jina la by Yesu, the power kwa in uwezo the blood of Jesus, wa damu ya Yesu, I neutralize them. I ninaitransfer, flush them out ninaitoa in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka. Haleluya. Set you free. Ninakuweka huru, Set you free. wekwa huru, Set you free. wekwa huru, Set you free. wekwa huru, I set you free. wekwa huru kwa jina la By Yesu, the authority kwa uwezo wa in jina the la name Yesu, of Jesus. kwa damu ya Any Yesu. deposit Kila kitu of kiwe sickness ya ugonjwa in your body, ndani ya mwili I wako, destroy it. ninaivunja, I set you free ninakuweka huru in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. Go and sit down. Those are claiming up, then they fall down. Listen. Those are people. Yes. They are claiming. You are going to climb prosperity for Jesus. Kusema tokea leo hamtaendaga tena kupanda biashara, utapanda kwa maendeleo. It is stopping you. It's going away. Ni kusema kile kilikuwa kinamatia kutatizo kinaenda hivi, kutoka nataka mwendelee. Tell her. Hata Tell her. I will pray for her. nitakuombea. But something is happening in her Ni life. kusema kuna kitu ambacho kinajitokeza kwa maisha yako, Something is happening. kuna kitu ambacho kinajitokeza kwa When people promise her, when they see her, they just like her. watu wakikuahidi unakuwa sabila, hakuna hawezi. They will promise to help her. Ni kusema hakuna mtu But they atakusaidia. don't come again. Hapana, kupromet na bata rudi tena. Ni That's kitu what ambacho is happening in her life. She's frustrated. kusema unateseka, Help! usaidizi She will not give her. hawawezi kukupatia. And she's a good woman. Ni kusema unakuwa mtu mzuri, batu banakuahidi, lakini kuliko batimize banaenda From today, so. Tokea leo I will program her life. na programe maisha yako, I will program her life. nina programe All maisha that yako. the enemy has stolen, Kila kitu ambacho adui aliweza kuchukua I command restoration. ninairudisha kama vile restoration I maisha. destroy Ninavunja every spirit kila roho, of setback. kila roho ya kurudi Every nyuma, spirit kila roho of setback. ya kurudi nyuma, Every spirit kila roho of failure. ya kushindwa, Spirit of disappointment. kila esprit ya kuwa Hear my voice. ya kukataliwa. Nisikilize, voice. nisikilize Hear my sana, voice. sikia sauti. Toka nje, toka nje kwa jina la Yesu, In the name of Jesus, kwa jina la Yesu. I set you free. Na kuweka huru, You are free now. unakuwa huru In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Listen to me. Unisikilize. Here is the hand where they put ring for marriage. This is hii ndio mkono ambao wanatiaka This one. no, yes, that is it. Somebody took your ring of marriage. Ni kusema kuna mtu ambaye anawezaka kuchukua bagi yako ya mariage, So that it will be very difficult. so itakuwa kwako nguvu. People will only come around Ni you kusema bado atakuwa na kiaka tupe mbele yako, lakini hakuna kitu and kinachoweza. to return it. Lakini nataka kurudisha ile bagi ya mariage. Sijui kama You know what? It's better we discover it now. unajua ni mzuri tumegundua hiyo So kitu that it sasa. will not be too late for Ni you. kusema haitakuwa nyuma, haitakuwa retard. Tomorrow, Ni kusema kesho you will fast. utafunga. You fast. Kesho ufunge, usikule No chakula, water. usikunywe na maji. Delivery. Magharibi Then you come. utakuja I'll pray for you. na itakuombea, You will return it back to you. na ile bagi itakuwa imekurudilia. Your star is shining. Ni kusema nyota yako Then you itang'aa have to close it. na hakuna matakifunga. That's why you are experiencing that setback. Ndio maana ulikuwa unaona ile historia ya kurudia nyuma, ya kurudia nyuma, ya kurudia nyuma. By the authority, Kwa uwezo wa jina, kwa uwezo wa jina la I Yesu. break that chain of bondage. Ninavunja ile I break that chain. ninaivunja. I break that chain. Navunja ile I shame. break that chain. Navunja ile I shame. set you free. Ninakuweka In the huru name of Jesus. kwa jina la I Yesu. set you free. Ninakuweka huru In the name of Jesus. kwa jina la I Yesu. set you free. Ninakuweka In huru the name of Jesus. kwa jina la I Yesu. set you free. Ninakuweka huru In the name of kwa Jesus. jina la You Yesu. are free. Unakuwa huru. You are free. Unakuwa huru. You are free. Unakuwa You huru. are free. Unakuwa huru Jesus. kwa jina la Yesu. Tomorrow you fast. Amen. Basi unaelewa? Kesho utafunga kama kukula na usikunywe maji. Na baada ya baba ya magharibi huko problemu ya bagi donc uliokuwa mahali bagi yako balika. I don't know you before, but that's what God said. Ile ndio Mungu ameniambia. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Say after me. Say after me. Urudilie maneno In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. In this life, Kwa hii maisha prosperity
nitaendelea I will not be behind. na sitarudia tena I nyuma. will be before. Nitakuwa mbele, I will be the first. nitakuwa wa I kwanza will not be the na last. sitakuwa wa mwisho. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu, everything kila kitu that Satan has taken away kila ambacho shetani aliweza kuchukua and recovered ninairudisha by the blood of kwa Jesus. damu ya Yesu, In Jesus' kwa name, jina la Yesu. from today, Tokea leo I declare nina I declare will prosper. nitaendelea. In Jesus' name. Amen. Mungu awabariki. Amen. Tunaweza kupiga maonesho mafupi. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nataka mumtizame dada, They want to kill her balitaka kumuua huyu binti, in this program. balitaka kumuua huyu binti. Kwa You hiyo want the target. kuna mtu ambaye anamkwente na tufe kwa mkutano. Somebody took a gun. Spiritual gun. Spiritual Ni gun. kusema kuna bunduki ambayo alikuwa wanapiga binti ya kiroho. They fire her. Ni kusema ilikuwa kama vile moto, For the blood of Jesus. lakini mkono wa Kristo Block it. iliweza kufunga hivi. So, if it has met her, na kama ingemkutana you die in the spirit. angelikufa hivi, You die in the spirit. Angelikufa muusingizi. angelikufa ndio muusingizi. I don't know her. Na simjua I'm a prophet. mimi nakuwa The nabii. sign Alama is fever. ni Ordinary fever. alama ya Malaria. alikuwa ilikuwa inaonyesha kama malaria inaishi, imeishi na atakuwa huru In the mighty name of Jesus. kwa jina la Yesu. I return the arrow, the bullet, Ninakurudishia back to sender. kwa jina la Yesu. Jesus. Back to sender. Hallelujah. Back to sender. Nimurudilie. Back to sender. Nimurudilie. Back to sender. Nimurudilie aliyetuma. Nimurudilie. Nimurudilie aliyetuma. Nimurudilie aliyetuma. I command Ninakomande every sickness kila ugonjwa in your body, mwili yako enter into the ground. iingie kwenye udongo, Enter into the ground. iingie kwenye udongo, Enter into the ground. iingie kwenye udongo, Enter into the ground. iingie kwenye udongo In the mighty name of kwa Jesus. jina la Yesu. I set you free now. Ninakuweka huru sasa In Jesus' name. kwa jina la Yesu, In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Go. Mungu akubariki. You are free now. Unakuwa huru. Hakuna tena malaria tena. Asante Yesu. Asante Yesu. Wewe ambao Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. This year, Kwa mwaka huu from now till crossing over into next year, ni kusema utakuwa Kuanza sasa mpaka mwisho wa mwaka. mpaka mwisho wa mwaka it's going to be dancing utaenda kucheza and testimony for you. na utashuhudia What you have lost vile vilivyoipoteza is over. ni maisha. Remove your mind. Acha tosha akili yako kubii. God want to reward you. Mungu anataka kusabile kukuletea mafunzo. The white handkerchief. The white. Nimeona mshwari ya mweupe Nimeona mshwara ya Mungu. Wiping away our tears. Ni kusema walikuwa wanakupanguza hapo The machozi. Lord said you are my daughter. Mungu ameniambia kwa mtoto wake You will not cry again. au tena tena kulia Not cry again. au talia tena au talia tena au talia God tena. is saying, Kuna yeye nasema I am going to fight anasema ataenda kupigana. for you. Mungu atakupigania. I will fight. Mungu anaenda Against kupigania your enemy. kwa ajili ya adui That yako. is what God is saying. Ndio Mungu amesema. Two people, Kuna watu wawili, a man and a woman, kuna mwanamke na mwanaume before December, mbele ya in Desemba, your family, ni familia yako will be dead. watakufa. Don't go there. Usiende kule, Don't go there. usiende Be kule. there. Ukienda kule The utakufa. Lord want to fight for you. Mungu anataka kupigania You don't know them. au bajue You greet them. unawasalimia lakini maadui zako. Haleluya. Jesus. Ever. Haleluya. The anointing of God. Thank you, Jesus. Break them. Hakuna washemasi, hiyo ni kazi ya washemasi. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. The Lord said He's going to make you great. Mungu anataka He's going to make you great. kufanya waajabu. From childhood. Childhood when she was young. kutoka utoto. Wakati ulikuwa mtoto, From
Somebody came Mtu mmoja alikuja. to visit the mother. Alifika akaonana mama. They used her to rub the leg. Wakakuja kunawishi sababu ya ndugu yao. They saw his future. Akaona avenir They yake. wanted to look people. na walikuwa wanapenda kabisa. But God helped him. Lakini Mungu akakusaidia. And the Lord said, Na Mungu He's amesaidia. going to make you great. Mungu atakuweka He's wa going to ajabu. make you great. Atakuweka wa ajabu. He's going to make you great. Atakufanya You wa will find ajabu. favor. Na utakuwa na kibali. But don't turn against God. Lakini usitese Don't wale turn against God. usitese wale. They have been trying to kill him. Ni kusema walikuwa wanajaribu Because you see him kwa sababu as ameona. the star Ni kusema walikuwa na kumbukumbu. of the mother. Kwa jina la Yesu I bless a man nimekubariki, of success nimekubariki na alama ya mafanikio upon your head. ya Your voice will be heard everywhere. kwa mahali In nations, maisha zote utakuwa kitu in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Tomorrow, Kesho I will be praying for barren people. ni kusema nitaombea, No child. ni Barren. kusema bali wenye abazalaki wenye abana watoto, Miscarriage. Those who miscarriage. ni kusema bali wenye wafanako wagonde, I'm going to be praying for them nitaenda kuwaombea tomorrow. kesho. Then I'm going to be praying tomorrow Nitakuwa nitaomba kesho for those that have been struggling ni bali wenye bana financially. make bana force sana juu ya finance, Very difficult. force kabisa juu ya We'll pray for kutoka them tomorrow. abataombea And kesho the anointing of the Holy Spirit. kwa uwezo wa Roho I Mtakatifu. will be praying for them Tawaombea tomorrow. kesho. Tomorrow, Kesho you come early. tapenda mkuje mapema sana, Invite people. natapenda mwinviteba. The anointing move with Ni numbers. kusema nguvu za Mungu zitakuwa zimetembea. Don't say, I just came here today. I will come tomorrow. Hapana kusema nimekuja leo hapa na kesho sitakuja. Every day Kila siku, is a blessing. kila siku inakuwa baraka. Every day Kila siku inakuwa baraka, is a blessing. inakuwa baraka. There's somebody God revealed to me. Sorry. Somebody. Kuna mtu Mungu alinifunulia. Kuna mtu Mungu Kuna mtu alinifunulia. ambaye Mungu alinifunulia. No secret. Hana secret. The person talk too much. Ni kusema ule mtu anaongea sana. No secret. Hana secret. You think that everybody have the same mind with Ni him. kusema anafikiria kwa kila mtu anatakiwa ajue. When she have talk, Maana kuna kuseko naongea hivyo they will tie her down. ndio anafunga. May the Lord God set you free. Lakini Mungu akufungue kabisa kulibera Any fish kila samaki that close his mouth, ambayo inafunga kiu. it will not fall into the hook of the Ni fisherman. kusema haiwezi kufuata ile nyambo ile wanatiaka kwa ule analoaka samaki kama wanafunga mdomo. Talk too much, So unaongea sana, no secrets. hauna secret. I don't want to bring you up, Sipende kukutosha hadharani. but I will pray for you from here. Lakini nitakuombea tu na uko pale. May the Lord God give you the wisdom. Na Mungu akupatie akili. Wisdom of life. Wapatie hekima. Akupatie hekima. Wisdom to deal with men. Mungu akupatie hekima ya kujua kutrete na batu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Let us stand up now. Acha tusimame kwenye miguu yetu. Before I call the pastor, Amen. Niite mchungaji I wetu. want you to wave your hand to the glory of God. Nataka kila mtu anyoshe mkono wake Return the asema glory to asante God. Yesu. Return the glory to God. Sema asante Yesu. Father, we return the glory. Sema asante, tunarudisha Glory be to your utukufu name. na heshima kwako. Glory be to your name. Fanya hivi, sema Glory. tumerudisha Wave your hand to the glory kwa of jina God. la Yesu. Sema asante Yesu, tumerudisha utukufu na heshima kwako kwa kutufanya tubarikiwe jioni ya leo. Tumesema asante Bwana wa uzima kwa kuponesha watu wako. Asante Bwana wa uzima. Asante Bwana Yesu kwa kufungua wamama, kwa kufungua wa vijana hapa, kuwapigania watu wako. Tunasema asante na siku libela na libela kuzali ugonzi. Asante Yesu.